Ama kwa hakika mtazamaji, ya mgambo ikilia bila shaka kuna jambo, na kitambulisho hicho ni ishara tosha kwamba taarifa zetu za upeo wa TV47 zinang'oa nanga sasa hivi. Tuna mengi tu tuliokuandalia kutoka vijijini, vitongojini hadi hapa mjini. Lakini kwanza kabisa ni yaliyomo. Watu wawili wamefariki kwenye ajali ya barabarani eneo la Rironi siku moja tu baada ya ajali nyingine ya Kikopee kuwaua watu 16. Taifa likishuhudia misururu ya vifo barabarani. Je, ni uzembe au ni laana barabarani? Waziri wa jinsia Anna Cheptumo ameagiza kukamatwa kwa ndugu wanne wa Narok waliomnasa dada yao na kumdhalilisha kwa madai ya kuasi ndoa. Video ya tukio hilo imesambaa mitandaoni na kuzua hasira ya umma. Na usajili wa wapiga kura waanza rasmi nchini. Kizazi cha Gen Z sasa kinatarajiwa kujitokeza kwa wingi kuelekea mwaka 2027. Je, vijana hawa ndio watakaoamua mustakabali wa taifa? Saa moja juu ya alama hapa Kenya, Uganda na Tanzania. Popote ulipo mtazamaji, ninatumai kwamba Jumatatu yako imekwendea vema. Karibu kwenye taarifa zetu jioni ya leo, na asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mienyi wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Karibu. Waziri wa masuala ya jinsia na utamaduni Anna Cheptumo ameagiza kukamatwa kwa ndugu wanne kutoka kaunti ya Narok walionaswa kwenye video moja wakimdhulumu mwanamke anayeaminika kuwa dada yao kwa kisingizio kwamba alikuwa ameasi ndoa yake. Kisa hicho cha kikatili kimeibua hisia kali miongoni mwa Wakenya pamoja na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu, huku baadhi ya washukiwa wakiwa wangali huru. Mwanahabari wetu Arnold Adidi na maelezo zaidi. Katika video hii iliyosambaa mitandaoni na kuibua hisia nzito, mwanamke huyu ambaye ametambuliwa kwa jina Millicent Rotiken anaonekana akikabiliwa kikatili na wanaume wanne ambao wamebainika kuwa ndugu zake. Kisa hicho ambacho kilijiri kwenye eneo la Narok ya kati kimewaacha wengi na mshangao, huku ikibainika kuwa ndugu hao walikuwa wakimwadhibu dada yao kwa kuasi ndoa yake. Na baada ya kilio cha haki kusheheni, leo hii waziri wa masuala ya jinsia na utamaduni Anna Cheptumo alifika katika kaunti ya Narok, ambapo ameagiza hatua kali kuchukuliwa dhidi ya washukiwa walionaswa katika video hiyo. This woman was already married earlier. She's a mother of a 4-year-old son and a 7-year-old, and she was pregnant 3 months when she was undergoing the beating. She was already married earlier, but she decided to get married to another person. Then the person to whom she had married earlier went and reported the incident to the brothers. And the brothers decided they cannot sit and see her choosing to get married to another man. Kulingana na waziri Cheptumo, kisa hicho cha kusikitisha kina hujumu pakubwa haki za kibinadamu, huku pia akitoa onyo kwa wanajamii dhidi ya kusuluhisha visa kama hivi nje ya mahakama. The Constitution of Kenya provides for good culture because that is what forms the cradle of our society. There are so many unreported cases, we are told, but this one will serve as an example to anyone that people should not be beaten, whether it is a man or a woman or a child. Everybody is entitled to freedom of expression, freedom of movement, and freedom of choice. You choose whom you want to marry. It is your personal decision. Waziri huyo aliandamana na viongozi katika kaunti ya Narok, akiwemo mwakilishi wa kike Rebecca Tonkei, ambaye amefichua kwamba kisa hicho sio cha kwanza kutokea Narok. We are not going to let this case go because I know this is a second case which has come to my notice. There was a certain case again in Arosura where
A lady was beaten because she had chosen to go to somebody else. Now we are saying no to this kind of injustices to women, because a lady has a right to choose where to go. She has a right to choose her lover. Kufikia sasa ni mshukiwa mmoja tu ambaye amekamatwa kuhusiana na tukio hilo. Arnold Adidi, TV47. Mtazamaji, idadi ya watu waliofariki katika ajali ya barabara eneo la Kikopey, Gilgil County ya Nakuru sasa imefikia 16 hii leo. Watu 14 kati ya waliofariki wakiwa ni watu wa familia moja kutoka Kandara County ya Murang'a. Na kama anavyoarifu Stanley Nyaringita, familia hiyo sasa imeanza maandalizi ya mazishi. Katika kijiji cha Kahiga, Kandara, kaunti ya Murang'a. Familia hii inaomboleza kufariki kwa watu wao ambao sasa idadi imefikia watu 16. Hii ni baada ya watu wengine watatu kufariki katika ajali ya jana Jumapili katika eneo la Kikopey, barabara ya Nairobi Nakuru. Wakati nilijia huko Moshari, niliona kuko na watu walikuwa wamekatakatwa uso na wengine wameumia miguu. Hivyo ndivyo niliona tu. Ajali hiyo iliwaacha familia hii na majonzi chungu nzima, wasijue la kufanya. Tena kuna hiyo gharama ya kutoa mili kutoka huko Gilgil mpaka huku kwetu Kahiga. So I think kuna changamoto yenye iko mbele yetu. Kulingana na familia iliyoko Rongai, kaunti ya Nakuru, waathiriwa walikuwa wanasafiri kuelekea Nakuru kwa mkutano wa familia na kumjulia hali mmoja wao ambaye amekuwa akiugua kabla ya gari lao kugongana ana kwa ana na trela moja. Kwa familia tumeshikana pamoja na ndio niko hapa, tuwaboleze pamoja mpaka tuwapumzishe. Naomba tu Mungu apumzishe roho zao pahali pema peponi. Steven Gisheru alipokea habari za ajali hiyo alipokuwa kirejea nchini kutoka Tanzania. Baada ya kuwasili Gilgil, alifahamishwa kuwa mkewe Evelyn Nyakeni wa miaka 38 na mwanawe Margaret Wambui wa miaka 4 walikuwa miongoni mwa walioaga dunia. Hata hivyo, mwanawe Michael Mwangi wa miaka 9 ni miongoni mwa watu watatu pekee walionusurika. Kwa hii accident nimepoteza mtoto msichana, cousins, auntie, wote 14. Mwenyekiti wa chama cha usalama barabarani David Kiarie akitoa wito kwa mamlaka ya uchukuzi na usalama wa barabarani kufutilia mbali leseni za baadhi ya madereva wasio na uzoefu wa kuendesha magari ya uchukuzi wa umma. Kwingineko, watu wawili wamefariki katika ajali ya barabara eneo la Zambezi, kaunti ya Kiambu. Na tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imeeleza kuwa itatumia vikosi vya kusajili wapiga kura ili kuwezesha jamii ya wafugaji wanaohama kutoka eneo moja hadi jingine kutafuta malisho kusajiliwa kama wapiga kura. Akizungumza katika eneo la Mashuru, kaunti ya Kajiado, wakati wa uzinduzi wa usajili wa wapiga kura, mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon amesema tume hiyo imejitolea kuhakikisha hakuna mpiga kura anayestahili kuachwa nje ya zoezi hilo kutokana na changamoto za upangaji wa vituo vya usajili. Ethekon amesema kuwa tume hiyo imechukua hatua za haraka kuboresha teknolojia ya usajili ili kuharakisha mchakato huo na kuwezesha usajili wa haraka zaidi. Aidha, Ethekon amekiri kuwepo kwa changamoto za kifedha ambazo zinapaswa kushughulikiwa ili kufikia lengo la kusajili wapiga kura milioni 28.5. Well, I think our BVR, what you call biometric voter registration kits, are configured to take
into account all those identifiers which are unique to an individual. And that's why we do the fingerprints, but also the facial features to allow us to authenticate that indeed, besides what is in the ID, the person who has been registered as voter is the right person. Kwa hivyo hiyo na sisi pia kwa upande ya registration ya voters, we are guided also by the Data Protection Act and of course the laws governing privacy. So we have taken into account all that. So at the moment we were given a budget by the Treasury, although there were certain budget cuts, but we've negotiated with the Treasury, and for this registration of voters, especially the first phase, this is phase 1, which will target the 290 constituencies. We have funding for that. Na huku shughuli ya kuwasajili wapiga kura ikianza rasmi hii leo katika maeneo mengi nchini, vijana walijitokeza kwa wingi kujisajili, wengi wao wakitaja kuwa uamuzi huu umechochewa na maandamano yaliyofanyika mwaka uliopita na kuwa kujisajili sasa kumewapa fursa ya kuipa nchi uongozi bora. Mwandishi wetu wa habari Sheila Chelangat alijumuika na baadhi yao na kuandaa taarifa hii. Tangu kutangazwa kwa kuanzishwa kwa shughuli ya usajili wa wapiga kura, huu umekuwa ni mtindo kwa Willy Oeba na mwenzake Brian Silways. Mchukue kura, mtachukua. Uko na kura pale nyuma. Kila kuchao wanachagua magari yanayoelekea eneo fulani na kutumia fursa hiyo kuwahimiza Wakenya kujisajili kama wapiga kura. The elections in 2022, it had the lowest turnout in 15 years. There's voter apathy. So they say bad leaders are voted by good citizens who do not vote. Hilo halikomi hapo tu. Wawili hawa pia wanachukua fursa hii kuwasaidia wale waliojisajili awali kuthibitisha iwapo wana kura iliyo halali. What we didn't achieve by going to the street, we will achieve by going to the voting station and polling station and vote for good leaders. Wawili hawa ni kati ya vijana wengi almaarufu Gen Z ambao wamezidi kupaza sauti zao kuhusu umuhimu wa kujisajili kama wapiga kura, hasa uchaguzi wa mwaka 2027 ukikaribia. We will only have a new generation of leaders when we have a new generation of voters, and we need to be in it. We need to participate and we need to inspire hope so that young people not only vote but also come up to be elected as leaders in this country. Katika maeneo tofauti hii leo, wengi wao walijitokeza. Bana tunataka change. So nimetokea, nimechukua nini yangu. Nataka pia mimi nitoke pale kwa ballot, nichuzi mse nataka pale. We have done our democratic right and it's evident that we have our cards here. Mchakato huu wa usajili unatarajiwa kuendelea hadi miezi michache kabla ya uchaguzi mkuu, ambapo baada ya hapo sajili ya wapiga kura itakaguliwa na kuratibiwa kabla ya uchaguzi wa Agosti 10 mwaka 2027. Kwa Oeba na Brian, safari imeanza, wakiapa kuendelea hivi katika azma hii yao ya kupigania uongozi bora nchini. Shughuli ya usajili itafanyika katika maeneo bunge 290. IEBC inatarajia kuwasajili wapiga kura wapya milioni 6.3 kufikia mwishoni mwa usajili huu. Sheila Chelangat, runinga ya TV47, Nairobi. Asante sana Sheila Chelangat kwa uketo wa taarifa hiyo. Na wafuasi watatu wa vuguvugu la Fighting Brutality and Impunity FBI wamefikishwa katika mahakama ya ugaidi ya Kahawa, ambako wamekanusha mashtaka ya kuvaa sare za kijeshi bila idhini kinyume na kifungo cha 184 cha kanuni ya adhabu. Patrick Osoi Wasita, Jackson Kuria almaarufu Kopshakur na Hiram Kimathi walikamatwa tarehe 25 Julai mwaka huu katika uwanja wa muungano wa wamiliki wa bunduki nchini katika eneo la Kirigiti, kaunti ya Kiambu, wakidaiwa kuvalia mavazi yanayofanana na sare rasmi za vikosi vya ulinzi vya Kenya KDF. Kulingana na mawakili hao,
ni kwamba miongoni au wakiongozwa na Abner Mango na Pius Onyango, mashtaka dhidi ya washtakiwa hawa ni ya kisiasa na hayana msingi wa kisheria. Mahakama imewaachilia kwa dhamana ya shilingi 50,000 au pesa taslimu ya shilingi 10,000. Hata hivyo, kesi hiyo imepangwa kusikizwa tena baada ya uchunguzi kukamilika. So today when we appeared before court, they did close that miscellaneous file and opted to charge them with a misdemeanor, which is wearing uniform without authority. So this clearly shows that from the onset, this has been persecution and not prosecution, because for a whole 60 days, they were unable to sustain any of those charges and have only been left by this misdemeanor. So we argued for their bail. They are now out on bail. The regalia has to be linked to a specific disciplined forces. That is the requirement under Section 184. The other thing the court had said is that, the investigative bodies have to be very clear in their investigative, activities. It cannot be a witch hunt. And the fact that this is the only charge they've been able to gather, the fact that the only material they have is enough just for a misdemeanor, tells you, I think, that there's not really much there. I think the state was in panic, and they were picking anyone and everyone to show the nation their might. But this being a country where we are guarded by the rule of law and the Constitution, it is bare today that the state actually had nothing against our clients. Tano, mtazamaji, dakika zimekatika baada ya saa 1 jioni saa za Afrika ya Mashariki. Kwenye mitandao naona unazidi kufuatilia taarifa hizi. Daniel Komen anasema poleni sana kwa jamii waliopoteza jamaa wao kwenye ajali. Mungu atulinde tunaposafiri. Zidi kusema nasi kwenye mtandao wa Facebook, tuko live ni TV47 Kenya. Kwenye mtandao wa YouTube pia tuko live TV47 Kenya. Pale kwenye mtandao wa X utatupata @TV47 News, nami utanipata @Kilemi_Andrine. Tunaelekea madukani, lakini salia papo hapo. Tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. Our world is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's mind. Why isn't this fixed yet? Deforestation, global warming, and the adverse effects of climate change. The future isn't just something that we inherit, it's something that we create. Join us on The Green Fix as we tell the stories of those who refuse to give up. When it comes to fixing the planet, there is no time to waste. Join me, Shiksha Arora, on Thursdays at 9 p.m. on The Green Fix as we look into the big why, you and I. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Na huku siasa nchini zikizidi kuchacha kila kukicha,
Waziri wa Kawi nchini Opiyo Wandayi leo Jumatatu ameshikilia kuwa chama cha ODM kingali serikalini hadi uchaguzi mkuu ujao, kinyume na wanaotoa kauli pinzani, huku akisisitiza kuwa kauli ya mwisho ya kufuatwa ni ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Mwandishi wetu Mwaluse Meshak na taarifa hiyo kikamilifu. Hapa kwenu ni tuta. Mlisema tuta. Akizungumza katika kijiji cha Kibagenge, eneo bunge la Baringo Kusini, wakati wa uzinduzi wa mradi wa umeme vijijini, waziri wa Kawi Opiyo Wandayi amesifia uongozi wa Rais William Ruto. Kwa mjibu wa Wandayi, uongozi wa serikali unalenga kuunganisha taifa bila kuzingatia vyama au kabila. Na nimefurahi sana wananchi wa Muchongoi kwa sababu wakati mheshimiwa kama alikuwa anaongea mkamhakikishia kwamba hapa kwenu ni tuta. Mlisema tuta. Hebu semeni nisikie. Tuta. Haya. Hapa waziri Wandayi, ambaye pia aliwahi kuwa kiongozi wa chache bungeni, amesema kuwa ODM itaendelea kushauriana kabla uchaguzi mkuu, lakini kauli ya mwisho itakuwa ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga. Na kwa hakika tangu baba afanye uamuzi, serikali iko imara. Iko imara kabisa, si ndio? Tutatoa ushauri ya kwamba baba aendelee kufanya kazi pamoja na mheshimiwa Rais William Ruto mpaka mwaka 2032. Aidha, Wandayi ameahidi kuwa serikali ya sasa itaendelea kushirikiana na vyama vingine vyenye nia ya kuunganisha taifa kuelekea mwaka 2027. Wakati wa kufanya uamuzi wa chama cha ODM itakapofika, wengine wetu vile tutatoa maoni yetu, si ndio? Hata hivyo, Wandayi amesema kuwa serikali ina nia ya uwazi katika sekta za nishati, miundombinu, afya, elimu na uwezeshaji wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu bila ubaguzi. Mwaluse Meshak, TV47, Nairobi. Tuzidi kukutaarifu mtazamaji na nikuwa fikiria kuamka alfajiri katika baridi kali za Kericho, manyunyu madogo yakikupapasa uso ukielekea shambani kwa makini kukata kila jani la chai, lakini jasho na bidii hiyo vinapolipwa kwa bonasi duni kutoka KTDA, matumaini yanayeyuka kama ukungu wa asubuhi. Sasa ni kilio cha wakulima wa chai wa kaunti hii, wakisema malipo hayo hayalingani na kazi yao ngumu, na kuonya kuwa iwapo bei haitaboreshwa wako tayari kung'oa mimea ya chai na kugeukia mazao mengine yenye tija. Tazama. Wakulima wa majani chai waliochoshwa na malipo duni wanajiuliza kama bado kuna maana ya kulinda kila mche wa chai au kama ni wakati wa kung'oa na kugeuka mazao mengine yenye faida. Bei ya chai haijaongezeka. Ile chai ambayo inachunwa imepungua, bei haijaongezeka. Sasa mimi nataka kuuliza, kama quality imeenda juu, kwa nini bei ya chai haijaenda juu? Na tunasikia dola iko juu. Kama hii majani chai kilo moja ingekuwa inauzwa hata dola moja, shilingi 124, hatungekuwa na shida. Kwa hivyo mimi nasema kwamba lazima tutakaa chini tuangalie, tung'oe tusing'oe. Kuchuna chai tunaamuka. Katika taarifa nyingine ni kuwa kanuni mpya za kuingia katika hifadhi za taifa za wanyamapori na maeneo ya kutunza wanyamapori nchini Kenya zitaanza kutekelezwa rasmi Jumatano tarehe mosi Oktoba mwaka 2025. Kanuni hizo mpya chini ya notisi ya kisheria nambari 160 ziliidhinishwa na bunge tarehe 25 Septemba. Waziri wa utalii na wanyamapori nchini Rebecca Miano amehakikishia umma kuwa utekelezaji wa kanuni hizi mpya utakuwa mwepesi, ikiwa ni sehemu ya kuendeleza kuhamasisha uhifadhi wa mazingira na mali asili. Mkurugenzi mkuu wa shirika la huduma za wanyamapori nchini KWS Erastus Kanga amesema malipo yote yaliyofanyika kupitia mfumo wa eCitizen kabla ya tangazo hili yataheshimiwa kwa kiwango cha zamani, na ada mpya zitatozwa tu kwa watakaoingia kuanzia Oktoba mosi mwaka huu.
Na michezoni ni kuwa TBM Health FC na Kolo Falcons ndio mabingwa wa soka ya mashindano ya Bingo Fest eneo la Nyanza yaliyofanyika katika uwanja wa Jaramogi Oginga Odinga County ya katika eneo la Nyanza. TBM waliandikisha ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Kinjai All Stars na kutoa ubingwa wa kitengo cha wanaume, huku Kolo Falcons wakitoa ubingwa wa kitengo cha akina dada baada ya kuandikisha ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Thrive Sports Kenya. Katika mchezo wa raga, Kisumu Development waliwabwaga Kisii University kwa alama 12-8, huku Nyagichencha wakiwacharaza Sindindi alama 31-0 na kutoa ubingwa kwa akina dada. This tournament we have just training every time, every hour. We just train that way. Last year we were just beaten, but we doesn't lose hope. So we decided to put more effort in rugby. So this year we have put our effort. So we have just, as we started playing on Friday, our game was just well. We played well, and now we have become the winner of this tournament. Tangu tuanze hii tournament hijakuwa rahisi. Tulikuwa tunajaribu, but aim yetu ilikuwa tubebe hii cup. Si mara ya kwanza tumekuwa tukijaribu, tulikuwa tunatoka position 3, but finally tumechukua position 1. Tuna feel poor by the way. We're very happy generally with the turnout. The fans have come out in large numbers, and we ask them to continue turning out to support our sports persons and growing sports in Kenya. After this, we head to Eastern for the Eastern edition in Machakos, and we urge all of you to come out in large numbers, sports persons and fans alike. Come and support your teams, come and build sports in Kenya, come and support Bingo Fest as we. Na washikadau wa soka kutoka kaunti ya Kirinyaga wametoa wito kwa Wizara ya Michezo kutenga fedha za kukuza talanta eneo za mashinani. Kulingana na washikadau hao, Wizara ya Michezo imekosa kuwekeza kwenye talanta za mashinani haswa kwenye kaunti ya Kirinyaga. Hisia zao ziliungwa mkono na wachezaji walioshiriki kwenye dimba la soka ambalo lilivutia timu 12, ambapo Lions Warriors waliibuka na ubingwa baada ya kuandikisha ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Gatekeepers. Uwanja tunaweza taka ikanyangwe juu ililimwa, iliachwa vibaya, ndio walikuwa na haraka za kulima. Sisi tungetaka hivyo na jezi, mpira, kon, kila kitu tumeweza kututafutia. Sasa tungeomba tu tupate nafasi ya viongozi wanaweza tuunga mkono kwa kutupe kitu kidogo, kwa kutujulia mashirai ya uwajani kama ni uniform, mipira, kinsa kufanya soesi, na tukipata serikali nao tuunga mkono na inaangalia mazingira ya vijana, tunaweza enda mbali. Tumejaribu tuwezavyo kama community ya hapa Jokeine, kama watu hapa Geshogo, kama watu hapa Kirinyaga East, ili tukaweza kuinua vijana wetu. Ni hayo tu tuliokuandalia Jumatatu ya leo. Shukrani za dhati kwa kufuatilia taarifa hizi. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ishara ni Catherine Simaloi. Kwaheri kwa sasa.